Serikali yaitaka sekta binafsi inayotoa huduma ya elimu nchini kufanya mchakato wa kutambua wanafunzi wenye mahitaji maalum ili wapatiwe vifaa saidizi. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aipongeza timu ya Taifa Stars baada ya kuonyesha juhudi kwenye mchezo wa hatua ya mtoano dhidi ya Morocco. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Serikali imetoa wito kwa sekta binafsi inayotoa huduma za elimu nchini kushirikiana nayo katika utambuzi wa mapema wa wanafunzi wenye mahitaji maalum ili waweze kupata vifaa saidizi vitakavyowawezesha kupata elimu bora. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda wakati akizindua ugawaji wa vifaa visaidizi vya kidijitali na vya kielimu kwa walimu, wakufunzi na walimu tarajali vilivyoigharimu serikali zaidi ya shilingi bilioni 5.3. Serikali itaimarisha mfumo wa utambuzi wa mapema wa mahitaji maalum ya kila mtu katika ngazi zote za elimu, na hili tunalitekeleza kwa vitendo kwa kuwa tushatambua mahitaji yao, na leo hii tunaenda kuwapatia vifaa ambavyo vitatumika kama nyenzo ya kuwasaidia katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Na kwenye hili natoa wito kwa wadau wengine wote, hasa watoaji wa fursa za elimu katika sekta binafsi kushirikiana na sisi. Mapema mkurugenzi wa elimu maalum Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Margaret Matonya akaeleza kwa nini vifaa hivyo vinagaiwa, huku mwakilishi wa Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Watu wenye Ulemavu Bwana Kizito Wambura akichukua nafasi hiyo kueleza jinsi serikali ilivyochukua hatua kuhusiana na matumizi ya teknolojia saidizi kwa watu wenye ulemavu. Vifaa tunavyovigawa leo 90% ni vya kidigitali ambavyo vinaenda kuwasaidia walimu, wakufunzi pamoja na walimu tarajali kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto zao za ufundishaji bora. Serikali imeshatoa tayari mkakati wa kitaifa wa teknolojia saidizi. Mkakati huu unalenga kuwasaidia watoa huduma wote. Mapema mwalimu wa shule ya sekondari ya Tabora Bahati Sanga ambaye haoni akawasilisha ujumbe kupitia shairi. Serikali Tanzania zipokeni pongezi watu kuwahudumia bila hata ubaguzi. Hatua hii ya serikali kugawa vifaa visaidizi kwa walimu tarajali pamoja na walimu wenye mahitaji maalum inathibitisha nia ya serikali kuhakikisha elimu nchini inaendelea kutolewa bila ya ubaguzi wowote. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amekabidhi kiasi cha shilingi bilioni 2.71 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kutoka katika halmashauri 5 za mkoa wa Tanga, ikiwa ni uzinduzi wa utoaji mikopo ya 10% kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Hafla hiyo imefanyika katika viwanja vya Tangamano jijini Tanga, ambapo waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe akatoa maagizo kwa wakurugenzi wa halmashauri wajali wenye uhitaji wa mikopo hiyo, ikiwa ni pamoja na vikundi ambavyo havijawahi kunufaika. Kiasi hiki cha fedha kinakwenda kugusa vikundi vya wanawake 155, vikundi vya vijana 71 na vikundi vya wenye ulemavu 19 na kutengeneza ajira zipatazo 1715. Sitaki mamlaka za serikali za mitaa kuendelea kutenga fedha hizi za 10% kwa kuziingiza kwenye akaunti ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kuhakikisha kwamba wanalifanya hili kwa 100%. Na hapa mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani akafafanua kuhusu utekelezaji wa utoaji wa mikopo katika halmashauri zote 11 za mkoa huu, huku baadhi ya wanufaika wakishukuru serikali kwa kupata namna ya kuweza kujikwamua kiuchumi. Kabla ya kufika miezi 6 tayari tumetoa mikopo ya bilioni 2.6. Kwa maana hiyo mpaka mwisho wa mwaka
tutaweza kutoa takriban mikopo ya bilioni 8 na tumetoa ajira zaidi ya vijana 30 kwa sababu tunajihusisha na masuala ya usafi wa mazingira. Kwa hiyo tunaajiri vijana katika uzoaji wa taka, lakini pia katika usafishaji wa barabara. Tumepokea mkopo wa milioni 84,948,000. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Halmashauri za mji wa Mafinga wilayani Mufindi imefanikiwa kusajili wakulima zaidi ya 14,000 kwa ajili ya kupata pembejeo za kilimo, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuwajengea uwezo na kuongeza tija kuelekea msimu mpya wa mavuno. Hatua hiyo imeelezwa kuwa ni sehemu ya mkakati wa halmashauri hiyo katika kuimarisha uzalishaji wa mazao, kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza kipato cha wakulima, huku ikilenga kuwahamasisha vijana wengi zaidi kushiriki kikamilifu katika shughuli za kilimo cha kisasa na chenye tija. Akizungumzia hilo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji Mafinga, Federica Miovela, amesema kuwa halmashauri hiyo imeendelea kuimarisha na kusimamia kwa karibu huduma za ugani. Tumesha sajili wakulima 14,846 kwa ajili ya kuweza kupata pembejeo, na tunafuatilia kwenye wakala wa pembejeo kuhakikisha kwamba pembejeo hizi zinapatikana. Lakini kwa vile kuna aina nyingi sasa hivi mpya, tumewakutanisha wataalamu waweze kuwafundisha tofauti za pembejeo na aina mbalimbali ambazo zimetokea, kwa sababu wakulima wengi wamekuwa wanasita sasa hivi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amewataka wakurugenzi wa halmashauri katika maeneo ambayo kilimo ndicho shughuli kuu ya kiuchumi mkoani humo kubainisha mazao ya biashara yanayofaa kwa maeneo yao na kuyapangia mikakati madhubuti ya uzalishaji, uongezaji wa thamani na utafutaji wa masoko yaliyo tayari. Tungependa kuzikumbusha halmashauri zetu ambazo kilimo ndio shughuli kubwa ya kiuchumi katika hayo maeneo, kuhakikisha kwamba mnaendelea kubainisha mazao ya kibiashara yanayolimwa kwenye maeneo yenu na kuweka mikakati ya kuhakikisha mazao hayo yanalimwa kwa wingi, kwa tija na kwa ubora, ili yaweze kukidhi mahitaji ya soko na kuchochea uchumi wa mkulima mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Serikali imelenga kuhakikisha wakulima wanapata pembejeo kwa wakati, kwa bei nafuu na kwa ubora unaotakiwa, hususan kuelekea katika misimu ya kilimo ya mazao ya chakula na biashara. Mimi ni Clement Sanga wa Channel 10 Iringa. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mhandisi Mary Priska Mahundi amemtaka mkandarasi anayesimamia ujenzi wa mabweni ya wasichana chuo cha maendeleo ya jamii Uyole jijini Mbeya la Toi Molel kukamilisha ujenzi huo kwa wakati ambao hadi kukamilika kwake utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 5. Mahundi ametoa maagizo hayo wakati akikagua mabweni ya chuo hicho ambayo yamefikia 90% ya ujenzi wake, na kumsisitiza mkuu wa chuo pamoja na msimamizi wa mradi kuhakikisha thamani ya fedha zote zinazotolewa na serikali kwa ajili ya ujenzi huo inaonekana. Huku mkuu wa chuo cha maendeleo ya jamii Uyole Mwalimu Sylvester Mwambene amesema mabweni hayo yatakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi zaidi ya 600 na yataondoa changamoto ya mimba zisizotarajiwa kwa watoto wa kike. Hakikisheni mnasimamia zaidi fedha zote zinazofika hapa. Tuione value for money, thamani ya pesa ambayo Mheshimiwa Rais anaendelea kutupatia hapa Uyole iendelee kuonekana. Kwa hii milioni 500 mimi nimejiridhisha. Kazi ni nzuri, naona hapa inaendelea kufanyika. Tayari mmepewa milioni 600 kabla hamjamaliza hizi 500. Lengo, hatutaki kuona jengo linakwama tena. Jengo hili faida mojawapo kwa ajili ya wasichana na wanafunzi wengine kwa ujumla ni kwamba litasaidia sehemu kubwa sana, kwa sababu tunapata kesi nyingi. Watoto wengi hata wakija huko wakati fulani wa malizi wanaishia mitaani, unakuta na mtoto huko na mzazi wake hajui. Kwanza wanakuja na umri mdogo ambao hawezi kujitegemea. Sasa jengo hili litasaidia sana kuondosha ile mimba zisizotarajiwa. Kwa upande wake, msimamizi wa mradi wa mabweni ya wasichana la Toi Molel amesema hadi Disemba mwaka huu mradi huo utakuwa umekamilika. Mradi huu tuko katika awamu ya pili ambayo kazi sasa hivi iko 90%. Mpaka mwishoni mwa mwaka huu kazi yote inaweza kaisha. Inamaanisha Disemba 2026. Ile wote mpaka na furnitures na lift itakuwa jumla bilioni 5.1.
Tunafahamu kwamba watoto wa kike mara zote wako katika mazingira magumu, lakini kama ilifika mahali wakafikiriwa kwamba waweze kukaa pamoja na katika mazingira ambayo yatakuwa yanalindwa zaidi, inapendeza zaidi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Mke wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mama Maria Nyerere, amepokea nishani ya utambuzi wa mchango wa baba wa taifa katika harakati za ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika iliyotolewa na Rais wa Angola Joao Lourenco wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa nchi hiyo, huku akiwaeleza Watanzania kuwa kila mmoja ana wajibu wa kutoa mchango wake wa kuleta maendeleo katika taifa. Mama Maria amesema hayo jijini Dar es Salaam mara baada ya kupokea nishani iliyokabidhiwa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahamudu Thabiti Kombo, akiongozana na Balozi wa Angola nchini Tanzania. Amesema kwa sasa yeye ana uwezo wa kutoa mchango wa mawazo tofauti na wakati ule ambapo aliungana na hayati Nyerere katika kupambana kuzikomboa nchi za kusini mwa Afrika. Kipindi kilichofika sasa ni kila mtu, kila kichwa cha binadamu kina nini? Kinajiuliza niko wapi? Kwa maana Tanzania sio Tanzania pamoja na vile viumbe vya Mwenyezi Mungu vinavyotuzunguka, lakini Tanzania pamoja ni wapi katika utekelezaji? Ni wapi? Tuifanyeje? Sasa hii hapana, twende tukamuulize yule. Yule hana chochote. Kwanza na kudeka nako anadeka, kila kitu, kila kiungo kinadeka, unakuta sina nguvu. Kweli ni heshima kubwa sana, na inatukumbusha tu kazi ambayo Mwalimu Nyerere amefanya, lakini sio yeye peke yake. Kama Mama Maria alivyotueleza sasa hivi, ni yeye kwa kushirikiana na watu wengine mbalimbali, sio wa Tanzania tu, lakini viongozi mbalimbali wa nchi mbalimbali ambao nao walitoa msaada katika kuchangia ukombozi wa bara la Afrika. Akizungumzia nishani hiyo, Waziri Balozi Kombo amesema baada ya kupata uhuru nchi za Afrika zimeendelea kushirikiana kiuchumi, akitolea mfano ushirikiano baina ya nchi hizi mbili, Angola na Tanzania, ambapo mapema mwaka jana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya ziara ya kiserikali. Pamoja na mambo mengine, zilikubaliana kuondoa vikwazo ikiwemo visa ili kurahisisha shughuli za usafiri. Baada ya miaka 50 kutimia Angola, hii nishani ya juu kabisa ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais Lourenco, na amepewa mara hii mtu mmoja tu ambaye kwa wao amekuwa na mchango mkubwa kwa ukombozi barani Afrika, lakini hasa kwa nchi ya Angola. All the efforts on the people and the President Mwalimu Julius Nyerere to give supporting material, training our people here, to give opportunity for give a place here in Tanzania for many people in the past was to live here and training here. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Erki, Channel 10. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema kazi ya uzinduzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo wakati huu Zanzibar ikitimiza miaka 62 ya mapinduzi matukufu ni ishara tosha ya malengo ya mapinduzi yaliyolenga ukombozi wa jamii katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Amesema mapinduzi hayo ndiyo yamechangia amani na utulivu ambayo ni msingi wa maendeleo, utulivu uliotokana na mapinduzi yaliyofanyika mwaka 1964. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameitoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa skuli ya sekondari ya Chukwani kwa niaba ya skuli 3 za Regeza Mwendo na Maungani. Amesema mapinduzi 1964 yalilenga kuleta usawa, hivyo miradi inayozinduliwa wakati huo inaendana na falsafa ya waasisi wa mapinduzi waliongozwa na Sheikh Abedi Amani Karume. Maendeleo ya taifa lolote hayawezi kupatikana bila kuwepo kwa amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wake. Kauli mbiu hii inawakumbusha wananchi wote kuwa mafanikio yoyote tunayoyaona leo, ikiwemo uwekezaji mkubwa katika elimu na miundombinu ya kijamii, yamewezekana kwa sababu ya mazingira ya amani tulionayo. Aidha, Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali itaendelea
kutoa elimu bora ambayo itawasaidia vijana katika kujikomboa na swala zima la ajira. Serikali itaendelea kuwekeza katika elimu inayojenga umahiri, ujuzi na maadili ili kuandaa vijana wenye uwezo wa kufikiri, kubuni na kufanya kazi kwa vitendo. Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Saidi Hamis Abdalla, amesema ujenzi wa skuli hiyo ya ghorofa 3 yenye madarasa 42 ina uwezo wa kuchukua wanafunzi wapatao 1890 kwa mkondo mmoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa skuli hii ulitekelezwa kwa fedha za serikali na umejengwa na kampuni ya Foots Construction. Hii ni kampuni ya Kitanzania na ilisimamiwa na wakala wa majengo ya serikali, yani ZBA, ni taasisi ya serikali, kwa thamani ya shilingi bilioni 6.1. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa nchi afisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, anazishukuru serikali zote mbili kwa jinsi zinavyosaidia katika utoaji wa elimu ya muungano kwa Watanzania. Nitoe kwako wewe tena pamoja na kwa serikali ya Dr. Mwinyi kwa kuisaidia wizara ya nchi ofisi ya makamu wa rais kutekeleza moja ya mikakati yake, mkakati wetu kabambe wa uenezaji elimu ya muungano kwa wananchi, hususan vijana, ambao tumegundua kuna ombwe kubwa la uelewa wa vijana kuhusu muungano. Uzinduzi wa skuli hii ni shamra ya kutimia miaka 62 ya mapinduzi ya mwaka 1964. Makasim, Channel 10, Zanzibar. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa George Simbachawene amewataka maafisa wakaguzi na askari wa vyombo mbalimbali kuendelea kufanya kazi kwa kuzingatia misingi ya haki, usawa, weledi na uadilifu wanapotekeleza majukumu yao ya kuwahudumia wananchi. Akizungumza katika mkutano wa baraza la askari uliofanyika katika chuo cha polisi Zanzibar leo tarehe 5 Januari 26, Waziri Simbachawene ametoa maelekezo kwa maafisa wakaguzi na askari kutoka mikoa mitatu ya Unguja, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuheshimu utawala wa sheria na kuwa na uwajibikaji wa hali ya juu katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Nataka nisisitize tu, baada ya kurecognize mchango wenu mkubwa kwa usalama wa nchi yetu, na kama lilivyo jukumu lenu kubwa la jeshi la polisi kwamba ni ulinzi wa raia na mali zao, ili kuhakikisha ustawi, usawa, haki, uwajibikaji vinakuwa vitu vya msingi katika kulipeleka taifa letu mbele kimaendeleo. Kwa upande wake, Kamishna wa Polisi Zanzibar CP Kombo Hamis Kombo ameishukuru serikali Waziri Simbachawene na kwamba kikosi chake kitaendelea kushirikiana na kushiriki katika msimamo wa kutenda kazi kwa weledi, sheria, kanuni na utaratibu. Mheshimiwa Waziri, nikushukuru tena kwa mara nyingine kwa kutoa nasaha na maelekezo mazito ya kuyafanyia kazi, na nikuahidi tu askari walioko mbele yako pamoja na wengine ambao wako kwenye majukumu mbalimbali ni askari wachapakazi sana, askari waadilifu. Esther Mtebe, Channel 10. Na sasa ni katika ngwe ya michezo ambako tunaelezwa naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda ameipongeza timu ya taifa ya mpira wa miguu Taifa Stars kwa kuonyesha juhudi na ushindani wa hali ya juu kwenye mchezo wa hatua ya mtoano dhidi ya wenyeji Morocco kwenye michuano ya mataifa ya Afrika AFCON. We are improving. We are improving because it's a pre-season for us, and it's a pre-season, but this tournament is also really important for us. We play it seriously, so it's really difficult to be in preparation and to play also some games seriously. So normally we have to test players in this period, but we have to test them and also to put in the mind that we want to win. So it's not easy, but it's good for us. Though we have lost today, but as a coach, I have to compliment. Naibu Waziri Makonda ametoa pongezi hizo mara baada ya kumalizika kwa mchezo huo ambapo Morocco waliibuka na ushindi wa goli 1-0 na kusema kuwa kupitia mchezo huo Taifa Stars wamejijengea heshima duniani kote na imejitambulisha kuwa na vipaji na uwezo wa kucheza mpira kwa kiwango cha juu. Na imani hata Watanzania waliokuwa wanatazama mpira wanajua mshindi ni nani. Tanzania umefanya kazi kubwa ya heshima na wala hatupasi kujilaumu wala kuhuzunika. Tumeshajitambulisha
duniani ya kwamba taifa letu na nchi yetu ina watu wenye uwezo wa kucheza mpira na kuonyesha viwango vya hali ya juu. Nifurahi sana kuona utulivu wa leo, kwa sababu pressure iliyokuwa pale uwanjani sio pressure ya kawaida, lakini utulivu mliokuwa nao umeongeza uwezo na maturity yenu kuonekana kwa jamii ya kwamba hawa sio timu ya kawaida. Vilevile Makonda ametumia nafasi hiyo kutoa salamu za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amewapongeza na kuahidi kukutana nao. Lakini ziko salamu za Mheshimiwa Rais ambazo zitafika ndani ya hizi siku chache zilizoko mbele yetu, na nyinyi mtapata nafasi ya kumuona mwenyewe akiwashukuru na kuwapongeza kwa kazi kubwa aliyoifanya. Mheshimiwa Rais kupitia kwa waziri wetu mkuu jana amesikia maelekezo yake na shauku yake, na alitamani leo tushinde ili yeye atoe zawadi yake, lakini ameniambia nije niwaambie ya kwamba nyinyi ni mashujaa wake na anataka akutane na nyinyi awapongeze yeye mwenyewe binafsi. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Klabu ya soka ya Azam imetinga hatua ya nusu fainali ya michuano ya Mapinduzi 2026 baada ya kuichapa URA mabao 2-1 katika mchezo uliopigwa katika uwanja wa New Amani Complex majira ya saa 10 jioni jana. Klabu ya URA ilitangulia kupata bao kupitia kwa mshambuliaji wao Nelson Senkatuka kabla ya Jefte Kitambala Bola kusawazisha na Kinda Abogast Kiobia kufunga bao la ushindi. Makocha na mchezaji mwenye nidhamu katika mchezo huo walizungumza baada ya mchuano huo. We are improving. We are improving because it's a pre-season for us. And it's a pre-season, but this tournament is also really important for us. We play it seriously. So it's really difficult to be in preparation and to play also some games seriously. So normally we have to test players in this period, but we have to test them and also to put in the mind that we want to win. So it's not easy, but it's good for us. Though we have lost today, but as a coach, I have to compliment the play, the resilience, the targets. However much we didn't reach our targeted goals, but I know as a team we have a mission, a bigger mission than this tournament. We are going back home to prepare for Premier League. I think it's underway in the next fortnight. It is a lesson learned in this game. Yeah, honestly, it was a good gesture from people in Zanzibar. The tournament has helped us improve, show our best. So in case of any chance to any player individual, we shall be honored to be part of teams from this side. Naam, na kwa taarifa hiyo basi tunafikia mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopigwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.